20 ya mwezi Septemba mwaka 2017, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amefungua barabara ya lami ya Kia Merelani yenye urefu wa kilomita 26 ambayo imejengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 32, fedha ambazo zimetolewa na serikali ya Tanzania kwa 100%. Akitokea jijini Dar es Salaam, Rais Magufuli ametua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA na kupokelewa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mama Anna Mghwira, na baadaye kuelekea Merelani katika wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara kwa kutumia barabara hiyo mpya ambayo ujenzi wake umekamilika tangu Januari mwaka huu 2017. Sherehe za ufunguzi wa barabara hii zimefanyika katika mji wa Merelani na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Mama Anna Mghwira, Mkuu wa Mkoa wa Arusha Bwana Mrisho Gambo na Mkuu wa Mkoa wa Manyara Bwana Joel Bendera. Taarifa kuhusu ujenzi wa barabara hii ikatolewa na Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS Mhandisi Patrick Mfugale na Waziri Profesa Makame Mbarawa Mnyaa. Lengo kuu la kujenga barabara hii ni kupunguza, kama utakumbuka, wakati ule kutoka KIA hadi hapa tulikuwa na kwenda zaidi ya saa nzima. Kwa sasa hivi unaenda chini ya dakika 20. Mheshimiwa Rais, barabara hii imejengwa ili kukidhi viwango vya barabara kuu, ambapo uzito wa tani 8 kwa kila axle zitapita hapa, na axle milioni 10 na itadumu kwa miaka 20. Usanifu huu ulifanywa na kampuni ya kizalendo inaitwa Crowntech, ambayo kwa gharama ya shilingi milioni 167.2. Mheshimiwa Rais, tulimpata mkandarasi anaitwa Chiko na tulisaini naye mkataba mwaka 2014 mwezi 15 mwezi wa kwanza. Kazi amekamilisha kwa gharama ya shilingi bilioni 30.9. Aidha, mhandisi msimamizi amefanya kazi hiyo kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6. Lakini gharama ya mkandarasi ilijumuisha pia gharama ya kuhamisha miundombinu ya maji, ya simu, ya umeme. Kwa taarifa ya utekelezaji ni kwamba hadi Januari 2017 kazi yote imekamilika kwa 100% na ipo chini ya uangalizi hadi Januari 2018. Mheshimiwa Rais, mradi huu umegharimiwa na hela ya serikali ya Tanzania kwa 100%. Mheshimiwa Rais, barabara Kia Merelani yenye urefu wa kilomita 26 ambayo hivi punde utaifungua ni sehemu ya barabara ya Kia Merelani Orkesumet yenye urefu wa kilomita 139. Barabara hii ni kiungo muhimu cha wilaya ya Rumeru na Simanjiro. Kukamilika kwa barabara hii kumefungua fursa mpya za kibiashara kati ya wilaya hizi mbili na masoko ya miji ya Moshi, Arusha na Babati. Aidha, barabara hii imerahisisha mawasiliano kati ya machimbo ya Tanzanite eneo la Merelani na eneo la uwekezaji la Merelani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa barabara hii Kia Merelani ni moja ya miradi ya barabara ambayo inasimamiwa na serikali yetu kwa 100%.
Mradi huu kama alivyosema Injinia Mfugale umeharimu kwa ujumla wake shilingi za Kitanzania bilioni 31.79. Mheshimiwa Rais, ukanda huu wa kaskazini mwa nchi yetu unaunganishwa na barabara mbalimbali ambazo zimejengwa na kukamilika kwa kutumia fedha za ndani. Barabara hizo ni pamoja na Dodoma Mayamaya yenye urefu wa kilomita 43.62, barabara ya Babati Bonga yenye urefu wa kilomita 9 na barabara Sadala Masama yenye urefu wa kilomita 12. Aidha, miradi ya barabara inaendelea kujengwa kwa kutumia fedha za ndani kwa lengo la kuunganisha kanda hii ni Sanye Juu Eleraria kilomita 32.2 na Loliondo sehemu ya Waso mpaka Sale yenye urefu wa kilomita 50. Vile vile barabara zilizokamilika kujengwa kwa kiwango cha lami kwa serikali kushirikiana na wahisani wa maendeleo ni pamoja Arusha na Manga yenye urefu wa kilomita 105, Arusha Mijingu Babati Singida yenye urefu wa kilomita 321.5, Korogo Mkumbara Same yenye urefu wa kilomita 172. Aidha, miradi ya maendeleo inaendelea kutekelezwa kwa lengo la kuunganisha ukanda wa kaskazini ni pamoja na barabara Mayamaya Bonga Mela yenye urefu wa kilomita 188.15, Arusha yani eneo la Sakina mpaka Tengeru yenye urefu wa kilomita 14.1 pamoja na barabara ya mchipuko Arusha yani Arusha bypass yenye urefu wa kilomita 42.4. Mheshimiwa Rais, kukamilika kwa ujenzi wa barabara hii na barabara zingine za ukanda huu kutafungua fursa nyingi sana za kiuchumi na kijamii. Pamoja na kuwapongeza wakandarasi, TANROADS, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na wananchi watakaonufaika na barabara hii, Mheshimiwa Rais Magufuli akawasihi kuitunza vizuri na akawaahidi kuwa serikali itafanya juhudi za kuhakikisha ujenzi wa barabara hiyo ili kuunganisha na makao makuu ya mkoa wa Manyara mjini Babati unafanyika. Katika miradi ya barabara ambazo tumeamua kuzitengeneza, programu ya taifa ni barabara nyingi. Tumeanza na kipande hiki cha kilomita 26. Uwezo ukatengeneza barabara ikakomea hapa kabla haijafika makao makuu ya wilaya na kabla haijafika makao makuu ya mkoa ambapo ni Babati. Nataka niwaahidi ndugu zangu viongozi wa Manyara, tumejipanga kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo iliahidi kutengeneza barabara na ambayo ndiyo nilipita kuinadi. Barabara hii watapita Watanzania wote. Hata majizi wa Tanzanite wanapita humu kwenye hii barabara. Chadema wanapita humu, CCM wanapita humu. Tunagombania nini? Tunaumizana nini? Tushikamane ndugu zangu. Na niwaombe ndugu zangu wa Manyara na Simanjiro, tuitunze hii barabara. Tusianze kuchimba michanga kando kando ya madaraja yaliyopo. Tusianze kumwaga mafuta juu ya barabara. Tusiendeshe spidi kubwa, badala ya barabara kututunza ianze sasa kutuumiza. Wanasema kitunze kidumu. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Simanjiro na ndugu zangu wa Manyara. Tunashukuru sana Rais kwa utendaji wake mzuri kwa kutuletea barabara ya Mererani ambayo ilikuwa tunasafiri kwenda Kia kwa karibu lisaa nzima na kipindi cha mvua tunashindwa kuvuka. Inabidi usubiri hata siku mbili bila kusafiri kwa sababu ya barabara imeharibiwa na maji. Kwa hiyo tunamshukuru sana Rais kwa utendaji wake mzuri na kiongozi wa kuigwa Afrika na dunia kwa ujumla. Tupata rais wa mfano. Tunamshukuru Mungu amjalie katika kazi zake. Azidi kutukumbuka si wananchi wa hali ya chini. Hakika Mungu ametuletea mtu sahihi kwenye taifa letu la Tanzania. Tulikuwa tunateseka mno watu wa Mererani. Usafiri wetu ulikuwa ni wa shida hasa kipindi cha masika. Lakini leo tumepata neema, tunapita bila tabu. Mheshimiwa Rais Magufuli akatumia mkutano huu kuzungumzia rasilimali ya madini ya Tanzanite yanayochimbwa katika eneo la Mererani pekee
hapa duniani. Likiwa ndio somo lake la siku, Mheshimiwa Rais Magufuli akaeleza namna wananchi na serikali wasivyonufaika na madini ya Tanzanite, kwamba Tanzania inapata faida ya 5% tu, licha kuwa madini hayo yanapatikana Tanzania pekee. Ndugu zangu wana Simanjiro, tuko pamoja na ninyi katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kuna changamoto nyingi ambazo zinalikabili taifa hili. Changamoto zipo zingine ambazo tumejileteleza sisi wenyewe. Ni kwa sababu tumeshindwa kusimamia rasilimali zetu. Nchi hii ni tajiri. Na ninyi ndugu zangu wa Simanjiro ni mashahidi kwamba nchi hii ni tajiri. Historia ya dunia hii inazungumza wazi kwamba wananchi wa Simanjiro na Tanzania tulipendelewa na Mwenyezi Mungu. Tukapewa madini ambayo hayako mahali popote duniani. Nenda Marekani, nenda Uingereza, nenda Urusi, nenda China, nenda wapi, hakuna madini yanayoitwa Tanzanite yanachimbwa. Yanachimbwa hapa Mererani. Lakini tujiulize, sisi wote wa Tanzania na wana Mererani, haya madini yanatufaidia sisi? Mungu ametupa madini, lakini sisi tunapata shida. Na ndiyo maana nimefika hapa, kila mmoja ametoa shida. Wanasema maji hatuna, barabara hatuna, nini hakuna. Lakini Tanzanite tunayo. Inatumikaje? Kwa nini tupewe Tanzanite? Tena nchi moja tu na eneo moja tu, wilaya ya Simanjiro, lakini wananchi wake wawe na shida hivi. Tulimkosea nini Mungu? Hilo ndiyo somo langu la leo. Tanzania matatizo yetu wala si vyama. Matatizo yetu ni kwa nini tunaibiwa. Tanzanite hii ingekuwa imepewa nchi nyingine, hapa pangekuwa ni kama Ulaya. Sasa ninawaomba wa Tanzania tusimame imara. Wakati tumeanza vita ya kupambana na mafisadi wa uchumi wetu, ni lazima tuende pamoja. Vita inapotokea, mbinu za mabeberu huwa ni kuwachonganisha wapiganaji. Mtaanza kujiuma wenyewe, mtaanza kusemana wenyewe, ili wao wafanikishe malengo yao. Na ndiyo maana ninazungumza, ndugu zangu, maendeleo hayana chama. Inawezekana ninyi mkaanza kugombana hapa Simanjiro kwamba huyu ni mbunge wa Chadema, huyu mwenyekiti wa CCM, huyu wa chama gani. Mnachelewa. Adui wetu sio huyo. Adui wetu yuko pale amekaa, mmemwangalia. Mkang'ang'ania ya pembeni, mnasahau ya muhimu. Rasilimali hii ya Tanzanite ingekuwa inatumika vizuri, na hata viongozi wetu waliopewa mamlaka ya kusimamia hii wangekuwa wanasimamia vizuri, Watanzania wasingekuwa maskini. Kubwa linalofanyika, sisi viongozi tunaopewa mamlaka ya kusimamia haya,
tunakuwa sehemu ya mafisadi wa kuwaumiza Watanzania maskini. Tunasahau tulikotoka, tunasahau mahali tulipo, na tunasahau mahali tunakokwenda. Hii Tanzanite leo ipo, lakini haitakaa maisha yote. Siku moja itaisha. Na itakapoisha tutaachiwa mashimo, sisi tutabaki maskini. Katika uongozi wangu nimeamua kuiongoza hii vita. Na ndiyo maana siku zote nimekuwa nikizungumza, ndugu zangu, naomba mniombee. Naomba tusimame pamoja ili tukashinde hii vita kwa masilahi ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Kufuatia hali hiyo, Mheshimiwa Rais Magufuli akatoa maagizo kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ, Wizara ya Nishati na Madini na Wizara ya Sheria na Katiba, maagizo ambayo yameelekeza kujengwa kwa uzio katika eneo lote la Kitalu A hadi D lenye madini ya Tanzanite, kuanzisha soko la madini hayo pale pale Mererani na kurekebisha mikataba na kampuni zinazochimba na kufanya biashara ya Tanzanite. Sasa nimeamua na nataka nilizungumze hapa. Lile eneo ili kusudi tuzuie kwanza wizi. Eneo la Simanjiro la bloko kuanzia A mpaka bloko D, ambalo ndio lina mali nyingi za Tanzanite. Ninaagiza Jeshi la Wananchi kupitia Suma JKT na wengine kusurvey, wameshamaliza, waanze kulijenga ukuta eneo lote. Litajengwa ukuta eneo lote na kazi hii ifanyike haraka. Watakapokuwa wanajenga ukuta, wataweka fence juu na wataweka kamera. Patakuwa na mlango mmoja ambapo patawekwa vifaa maalum. Nataka niwaeleze ukweli, ndugu zangu wa Simanjiro. Hata kama utameza Tanzanite, itaonekana. Hata kama utaivaa kwenye kiatu, ionekane. Ili Tanzanite yote inayochimbwa hapo, serikali ipate loyalty yake na mchimbaji naye akapate pesa yake. Na tunataka soko la Tanzanite liwe hapa Simanjiro wala lisiwe Arusha. Ili wanunuzi wanaotoka Ulaya, wanaotoka Marekani, wanaotoka India, waje wanunue hapa Simanjiro. Kwa sababu njia ya kufika Simanjiro ni nyepesi. Akija na ndege yake, apaki kwenye uwanja wa Kia, achukue magari yake, barabara ni lami. Akija hapa, wananchi wa hapa watafanya biashara. Mwenye gesti atalaza wageni. Masai aliyechinja mbuzi watakula mbuzi ya hapa. Anayetaka nyama atanunua hapa. Ili bei ipande juu ya nyama na kadhalika, wananchi wapate utajiri wao wa mali waliopewa na Mungu. Sababu kubwa ya kuweka uzio ni kuhakikisha mali hii isiende ovyo ovyo. Haiwezekani mtu anachimba kula anapewa hela tena kidogo tu, halafu nakuta mali inakwenda kuuziwa nchi nyingine. Hii mali Mungu aliamua iwe Simanjiro.
Kwa hiyo ninajua vyombo vya ulinzi vimenielewa, na kazi ya ujenzi ianze mara moja. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika mkutano wa sherehe za ufunguzi wa barabara ya Kia Merelani uliofanyika katika mji wa Merelani, ambapo Mheshimiwa Rais Magufuli ametumia mkutano huo kuzungumzia madini ya Tanzanite na hatua ambazo serikali imeanza kuchukua. Siku moja baada ya Mheshimiwa Rais Magufuli kutoa agizo la kutaka JWTZ ijenge uzio kuzunguka kitalu A hadi D katika eneo la madini ya Tanzanite Merelani, JWTZ ikaanza kutekeleza agizo hilo kwa Meja Jenerali Michael Isamuyo kutoa Merelani kwa helikopta akiwa na wataalamu wa JWTZ kwa lengo la kukagua eneo la kujengwa uzio huo na kuanza kazi mara moja kama ilivyoagizwa. Baada ya maagizo ya Mheshimiwa Rais jana kuhusu eneo la Merelani kujengwa fence, kwamba Mheshimiwa Rais aliagiza kwamba jeshi ndio litakalojenga hii fence. Na baada tu ya agizo hilo, mkuu wa majeshi nipigia simu na kunipa maagizo kwamba tuje hapa kuanzia leo kwa ajili ya kuanza kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais. Jana habari zenu? Nadhani watu mnanifahamu, si ndio? Nadhani mnajua mko hapo kwa ajili ya nini? Tumekuja hapa kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais kujenga fence. Mko tayari? Naona kabisa kwa jinsi mlivyo na morale, fence itajengeka haraka na kwa muda mfupi. Nawashukuru sana. Sasa hivi tunafanya kuzungukia eneo, likishakuwa tayari leo mnaanza kazi. Tumeelewana? Baadaye kwa magari, Meja Jenerali Isamuyo na wataalamu wake wakaelekea katika maeneo ya kitalu A hadi D ili kujionea hali halisi ardhini, ikiwa ni baada ya kuliangalia eneo husika wakiwa angani kwa helikopta. Kabla sijafika hapa, nilipokuwa nimeelezwa nilikuwa nadhani eneo ni kubwa sana la kujenga fence. Lakini naona ni eneo ambalo ni la kawaida, ambalo kwa kweli na wala halina challenges kubwa katika ujenzi. Mimi labda kitu ambacho nilikuwa nataka kuomba wananchi, na mara ya kwanza uliniuliza, na nataka niwaambie kwamba kwanza tunahitaji sana ushirikiano wao ili kazi hii ifanyike vizuri na ikamilike haraka kwa manufaa yao na manufaa ya nchi yetu. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kwamba pamoja na kuomba ushirikiano, hatutakuwa tayari kwa kweli kuona kuna mtu yuko mbele yetu kwenye uso wetu akitaka kutuzuia kufanya kazi ambayo tumeagizwa. Mimi nimeagizwa na mkuu wa majeshi, na mkuu wa majeshi ameagizwa na amiri jeshi mkuu na rais wetu. Kwa naomba ushirikiano uone ushirikiano wa kweli, pasiwepo tena na njama za kutaka kutuzuia kwa namna yote ile. Hatutakuwa tayari. Lakini vinginevyo hayo yasipotokea, naamini kwa kweli bado nahitaji ushirikiano mkubwa sana wa wananchi, kwa sababu yako mambo ambayo tutahitaji kutoka kwao. Huo ndio wito wangu. Lakini kuanzia sasa niko tayari kwa kazi kuanzia leo, sio kuanzia sasa. Kuanzia leo, na tayari nimeshaleta vijana wako pale, hawatoki mpaka fence itakapokamilika. Kwa kweli tumeipokea kwa kishindo kikubwa sana, kwa sababu tumeona kabisa rais wetu ana nia njema na nchi yetu, na hiyo wazo lake la kusema kujenga ukuta ni wazo zuri ambalo litaweza kudhibiti madini na tukapata uchumi mzuri ambao wa kulipa kodi. Sisi tunalipokea kwa mikono miwili na tunampongeza. Lakini pia ningependa nitumie nafasi hii kutaarifu umma kwamba taarifa zilizotolewa kwenye gazeti la leo la Mwananchi, ambazo mwenyekiti wa chama cha wachimbaji mkoa wa Manyara amesita kukubali na akasema kwamba ukuta una manufaa, sio kauli ya chama cha wachimbaji mkoa wa Manyara, ni kauli yake binafsi. Baada ya kukaa, kama unavyoona hii timu ya chama cha wachimbaji ambayo imeongozana na msafara, sisi sote kwa pamoja tunapinga hiyo kauli. Lakini pia ni muombe mwenyekiti hawe makini sana anapotoa maneno yake kichwani, asiyazungumzie watu. Chama kina utaratibu wake jinsi ya kukaa na kuamua maneno na nani aseme. Na ili hii shughuli iko kwenye tawi la Merelani, anayepaswa kuzungumza mara nyingi ni mwenyekiti wa tawi la Merelani. Mimi sijui kwa nini anazungumzia Merelani na yeye ni wa mkoa, azungumzie sehemu nyingine.
anapotosha ukweli. Sisi tumepokea wito wa rais kwa mikono 100 na tuko tayari kumsaidia kwa kila kitu kinachoendelea. Wachimbaji, wanunuzi, mabroka na wananchi tumepokea kwa pamoja, kwa furaha na kwa upendo. Na tutashirikiana, tutatoa ushirikiano kwa walioteuliwa kujenga ukuta, tutakuwa nao bega kwa bega. Tunamuomba asiendelee kupotosha ukweli, asiendelee kuongea mambo yake ambayo hana msingi. Tunaomba kabisa. Sisi tunampongeza rais sana. Kwa kweli suala la rais jana kila mmoja amelipokea vizuri, na ndivyo tulivyokuwa tukihitaji, kwamba madini haya yamekuwa kama shamba la bibi. Kila wakati tunapewa taarifa kwamba walioongoza kwa uuzaji wa madini ya Tanzanite ni India, inafuatia Kenya, Afrika Kusini, ndio sisi. Wakati haya madini yanapatikana hapa, kila mmoja alikuwa anamgusa rohoni kama Mtanzania. Lakini jana maelekezo yaliyotoa rais ni kwamba tayari amegundua kwamba sasa tunatakiwa madini haya yaonekane kama yanatokea Tanzania. Kwa fensi ile kuna faida nyingi sana kwa nchi yetu, kwa sababu tunapolipa kodi, na tuko tayari kulipa kodi, tunapolipa kodi, ile kodi ni kwa faida ya Watanzania wote. Sasa athari zitakuwepo kwa sababu kila jambo lenye faida na hasara zake zipo. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa maelekezo yale nchi yetu itapata faida, kila mwananchi atanufaika na rasilimali zinazotoka kwenye nchi yetu. Naam, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Bila shaka utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli utafanyika kwa mafanikio. Kipindi hiki kinapatikana pia kupitia mitandao ya kijamii na tovuti rasmi ya Ikulu ambayo ni www.ikulu.go.tz. Tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Kwa niaba ya timu nzima ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mimi ni Gerson Msigwa.